Serikali imewataka wakandarasi wazawa wanaotekeleza miradi ya umwagiliaji nchini kuhakikisha miradi hiyo inaleta tija kwa wakulima na taifa kwa ujumla, ikisisitiza kuwa uzembe ama kuchelewesha utekelezaji kutaibua hatua kali za kisheria dhidi yao. Rai hiyo imetolewa na Naibu Waziri wa Kilimo David Silinde akiwa katika mwendelezo wa ziara yake mkoani Simiyu wakati kukagua maendeleo ya ujenzi wa bwawa la umwagiliaji la Kasoli ambalo lipo kijiji cha Kasoli, kata ya Kasoli. Bwawa hilo lina uwezo wa takriban mita za ujazo milioni 2.7 na linatarajiwa kuhudumia mashamba yenye ukubwa wa hekta 650. Mimi naitwa Mika Ndaba. Bwawa kwa bwawa liko 90.2 na sasa maji yameanza kuja, manake mvua ikija nyingi zaidi, manake bwawa hili tutalikuta limeshajaa. Sasa matarajio ya kukamilika kwa mradi huu ni tarehe 5 mwezi wa 5. Maana yake ni nini? Tarehe 5, kama sio mimi nitakaye kuja kuthibitisha kauli hiyo, basi atakuja DC. Kama sio DC, atakuja mwenye mkoa wake, kwa sababu mradi yeye ndio msemaji mkuu. Kwa rais alielekeza kwamba sasa tutoke kwenye kilimo cha kutegemea mvua tuje katika kilimo cha umwagiliaji cha kutegemea maji ambayo tutayavuna. Kwa hiyo haya ni maelekezo yake. Kwa hiyo katika miradi yote sasa hivi tuko miradi mingi zaidi ya 80-90 ya ukamilikaji kwake. Nilikuwa kule Nyida, Shinyanga. Kule bwawa limejaa robo 3. Na hapa mnaona maji yameanza kuingia. Kwa hiyo Watanzania waone kwamba lile lengo la Mheshimiwa Rais sasa linaanza kukamilika na litatekelezeka kwa vitendo. Lengo la serikali ni nini? Moja, kuongeza usalama wa chakula. Tuwe na uhakika wa ustahimilivu wa chakula mwaka mzima. Lakini pili, kuongeza tija. Yaani unapoweka mradi kama huu, maana unaongeza tija. Wakulima watapata mara 2 zaidi ya vile walivyokuwa wanapata katika kipindi cha nyuma. Lakini tatu, tumekuja kukagua vile vile tuone thamani ya pesa aliyoweka Mheshimiwa Rais ipo kwenye mradi wetu. Hapa unaona kabisa thamani ipo, lakini mara zote tunasubiri kwanza mradi ukamilike, tuwape muda wa uangalizi ndio tu conclude. Lakini mpaka hapa unaona kabisa kazi ni nzuri na inaridhisha. Kwa hiyo nitoe rai kwenye Wizara ya Kilimo kwa wakandarasi wazawa wote kwenye miradi yote ya umwagiliaji wahakikishe, mimi nimemwahidi Mheshimiwa Waziri Comrade Chongolo kwamba nitazungukia miradi yote ya umwagiliaji, na hasa nitaanza na ile ambayo wazawa ndiyo wanaishughulikia, yani wamepewa kazi hiyo, ili tuone tija. Kinyume na hapo tutachukua hatua. Na hatua huwa mara zote si huwa tunachukua, awe ni mkandarasi mgeni, awe ni mzawa, lakini tunataka kuwajengea uwezo wazawa, kwa sababu wao hii ndio nchi yao, kwa lazima tushirikiane kuijenga nchi yetu. Nakushukuru sana kwa kila. Nimeona ni jambo jema tukaambatana wote, hasa katika kuona swala hili la jambo hili au mradi huu wa maendeleo, na ninasema nimeona ni vizuri kufanya hivyo kwa sababu mimi nimekuja muda sio mrefu sana katika mkoa huu, na nilikuwa na hamu kubwa sana ya kuona mwenendo wa ujenzi wa hili bwawa, kwa sababu ni kati ya bwawa kubwa na lenye uwekezaji mkubwa katika wilaya yetu hii ya Bariadi, na zaidi sio wilaya ya Bariadi tu, hata mkoa wetu wa Simiyu, na ni tegemeo kubwa. Mheshimiwa